katika nchi kavu anaokoa hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa, jua huzuni nyingi, ajua sikitiko. Alidharauliwa na kukataliwa, jua huzuni nyingi, ajua sikitiko. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika mzigo, amezichukua na sasa tuko huru. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika mzigo, amezichukua na sasa tuko huru. Kama kondoo Yesu kakatwa tena bila aibu, kaangikwa uchi, nayo mavazi yake yapigiwa kora ilivyotabiriwa. Alidharauliwa na kukataliwa, jua huzuni nyingi, ajua sikitiko. Alidharauliwa na kukataliwa, jua huzuni nyingi, ajua sikitiko. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika mzigo, amezichukua na sasa tuko huru. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika mzigo, amezichukua na sasa tuko huru. Kama kondoo Yesu umepotea, kila mtu kageukia njia yake, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Nasi tumwende kwenye msalaba, jua huzuni nyingi, dhambi zetu tutakase. Nasi tumwende kwenye msalaba, jua huzuni nyingi, dhambi zetu tutakase. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, hakutenda dhambi, alisulubiwa. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
na sasa tuko huru. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni, amezichukua na sasa tuko huru. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni, amezichukua na sasa tuko ambaye atazoa watu katika madanganyifu. Upewe sifa kuanzia sasa na hata mwisho, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Sijui kama nina msomaji ambaye atakayenisomea. Nisomee katika kitabu ya Timotheo wa pili 4 aya yake ya pili. Paulo anamwandikia Timotheo maneno haya ninapojenga hoja ya mafundisho haya. Inasema nini? Linasema, lihubiri neno. Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba lihubiri neno, uwe tayari. Na anamwambia kwamba na uwe tayari wakati ukufao, na wakati usiokufaa. Karipia. Anamwambia karipia, kemea. Na anamwambia kwamba kemea, na kuonya. Na anamwambia tena na kuonya pia kwa uvumilivu wote na mafundisho. Anamwambia onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa nini? Fungu la 4 inasemaje? Nao watajiepusha. Soma vizuri. Fungu la 3. Maana utakuja wakati. Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Wanadamu watayakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao. Sikia, anamwambia kwamba watu watakataa mafundisho uzima na kuzifuata nia zao wenyewe. Maana ya nia ni mawazo. Watu watafuata mawazo yao wenyewe. Wakifanya nini? Watajipatia walimu makundi. Na kuwa wana masikio ya utafiti. Kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Angalia. Na unajua Wakristo tumechanganyikiwa sana. Afadhali hata Waislamu. Wakristo wamejifanyia makundi. Unasikia kikundi hiki na imani hii, kikundi hii na imani hii, kikundi hii na mafundisho haya. Watu wengi wameingiwa na masikio ya utafiti, na hii tabia imeshika mizizi katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Na ndio maana unakuta kwamba kuna kikundi fulani ya wasomi, kuna kikundi fulani ya maskini, kuna kikundi fulani ya watu ambao wana tajriba fulani. Paulo anasema kwamba utatokea wakati ambapo watu watajifanyia masikio yenye utafiti. Endelea. Fungu la 4. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Mungu anasema kwamba watajiepusha wasisikilize yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Angalia, hadithi za uongo zimeingia hata katika makanisa yetu. Pauko pakawa sahani ya mchele. Hizo hadithi. Watu wanataka kujisifia wenyewe vile wameenda shule. Watu wanataka kujisifia wenyewe vile wamenunua mashamba. Watu wanataka kujisifia, kujipigia sifa ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji. Lakini nataka nikueleza kwamba baada ya haya yote, Mtume Paulo anasema kwamba watajiepusha na ukweli. Na katika hali ya kuelewa hali ya uungu na ubinadamu kushikana, tunaingia katika mafundisho ya kuelewa Kristo. Ni mafundisho ya kumuelewa Kristo. Unajua tusipomwelewa Kristo hatuna wokovu. Yohana 17:3 Yesu akasema hivi, ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo kuna lengo kubwa la kumjua Kristo. Swali ni je, Kristo huyu ni nani? Hebu mwalimu tuanze katika kitabu ya Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yesu mwanzo wake ulikuwa ni wapi? Yesu ni neno. Hebu soma moja kwanza Yohana, alafu tujenge hoja. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Sikia, tunaambiwa kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa tumeambiwa kwamba hapo mwanzo huo ulikuwa ni mwanzo gani? Ambapo tunaambiwa kwamba ulikuwako na neno. Hiyo neno ndio Biblia, neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunajifundisha, na ndio inafaa tukite mizizi ndani yake. Tunaambiwa kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno. Sasa tunapotaka kuelewa hili neno vizuri, lazima tuweze kuchimba ndani ya Biblia ili kwamba tuweze kuelewa.
Mstari wa 14 pale inamaliza kusema nini? 14 inasema, aha, naye neno alifanyika mwili. Tunaambiwa kwamba naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Angalia, huyu neno akafanyika mwili, naye akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu neno ambaye anazungumziwa hapa si mwingine ila ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu huyu pale mwanzo alikuweko, na kwa sababu Yesu alikuweko pale mwanzo, lazima tuweze kuelewa vizuri kwa ndani huyu Yesu huyu ambaye alikuweko pale mwanzo. Je, alikuwa ni nani? Alikuwa na asili gani? Hebu mwalimu soma mstari wake ni wa Yohana 1 aya yake ni ya 3. Inasema, vyote vilifanyika kwa huyo. Tunaelezwa na Biblia ya kwamba vyote vilifanyika na huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo huyo neno akingefanyika chochote ambacho kilifanyika. Kwa hivyo tumeona kwamba huyu neno ni Kristo, na kumbe huyu Kristo kupitia kwake ndio vitu vyote viliweza kufanyika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba uumbaji wote ulitekelezwa na Kristo pale mwanzo. Je, ni ukweli ama ni uongo? Hebu tusome Wakolosai, mwalimu. Wakolosai 1 mstari wake ni wa 16. Tunaelezwa kwamba ni Kristo ndiye muumbaji. Na ninapojenga hoja hii ninajua kwamba watu wamejifanyia walimu makundi. Kuna makundi ambao wanasema kwamba Yesu Kristo sio Mungu. Kuna makundi ambao watu wanasema kwamba Yesu ni mwana peke yake. Hawajaelewa kwamba uungu na ubinadamu ulikuja pamoja. Soma. Biblia inasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Tunaambiwa kwamba katika yeye ambaye ni neno, vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu neno ambaye ni Kristo ndiye aliyeumba, na alikuweko pale mwanzo. Na kwanza anatuthibitishia vizuri. Unajua Yesu Kristo ni Mungu, na yeye mwenyewe anasema kwamba yeye ni Mungu, na yeye mwenyewe ndiye neno. Na sasa tunapotaka kumwelewa vizuri, lazima tujikite katika mizizi ya msingi ya Biblia. Hebu mwalimu, tuende katika kitabu ya Yohana 17 aya yake ni ya 5. Yohana Injili 17 aya yake ya 5. Yesu mwenyewe anasema kwamba alikuweko na Baba tangu kuweka misingi ya dunia. Biblia inasema, na sasa Baba. Yesu anasema hivi, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Unitukuze mimi sasa pamoja nawe, kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa Yesu anasema kwamba atukuzwe na Baba, na ule utukufu ambao alikuweko na Baba tangu ulimwengu kuweko. Kwa hivyo pale mwanzo neno alikuweko, na huyo neno ni Kristo. Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba alikuweko na Baba tangu mwanzo. Na kuna vigezo vingi sana ambavyo vinajitokeza ndani ya Biblia kudhihirisha kwamba Yesu Kristo ni Mungu na alikuweko tangu mwanzo. Na ndio maana kuna mahali kwa Biblia Yesu Kristo katika kitabu ya Yohana 6, usiende pale mwalimu, akawaambia kwamba mimi ndiyo mkate wa uzima. Baba zenu walikula mkate kule jangwani, lakini wakafariki. Lakini akawaeleza kwamba mtu asipokunywa damu ya mwana wa Adamu na asipokula mwili wa mwana wa Adamu ana uzima wa milele. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mwili wa Kristo ndio nini? Ndio mkate ule ambao tunaula katika Pasaka, na damu ya Kristo ndiye divai. Kwa hivyo mwili ambao ni mkate ni neno la Mungu. Mkate ni neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hili neno ambalo ni Kristo mwenyewe ni hili neno ambalo tunalisoma, na tunapolisoma tunaula mkate wa uzima. Sasa Yohana siku ya pili akatokea akasema hivi. Yohana 1:29. Biblia inasema kwamba siku yake ya pili akatokea Yesu. Yohana akasema kwamba tazama mwana wa kondoo wa Mungu azichukue dhambi za ulimwengu. Yohana anamuona Kristo kama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi za ulimwengu.
Na unaposoma katika kitabu ya Ufunuo 13 mstari wake wa 8, Biblia inasema kwamba mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Bado tunaona kwamba Kristo huyu ni Mungu na alikuweko na Baba tangu kuwekwa misingi ya dunia. Na hivyo basi Kristo ili aweze kushuka hapa duniani, ilimgharimu Kristo kuachana na utukufu wake. Iligharimu neno kutoka katika utukufu wake na kujishusha katika ardhi kumkomboa mwanadamu. Wafilipi 2 mstari wake ni wa 5. Neno anajishusha na anachukua mfano wa mwanadamu, lakini yeye ni Mungu. Soma Wafilipi 2 mstari wake ni wa 5, msomaji. Biblia inasema, Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Biblia inasema kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Inasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Tunaambiwa kwamba Kristo pale mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa hivyo Kristo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kuwa sawa na Mungu, akajishusha. Endelea. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Yesu akajifanya kana kwamba ana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Yani akaingia katika namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Akawachukua mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu. Alipoonekana kuwa ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Kwa hivyo tunakuta kwamba Kristo anaachana na utukufu wake na anakuja anachukua mfano wa Mungu, anachukua mfano wa mwanadamu, alafu anaingia mpaka kwa kumkomboa mwanadamu pale msalabani. Huyo ndiye neno ambayo tunamzungumzia, ambaye anafanyika kuwa mwili. Kwa hivyo katika hali ya kuelewa incarnation, lazima tuweze kuelewa kwamba Mungu anachukua namna ya mtumwa mwanadamu na ananyenyekea mpaka katika utifu wa msalaba na anakomboa mwanadamu. Katika kitabu ya Timotheo, Paulo tena anaeleza kwamba anasema ni siri ya utauwa. Anasema ni siri ambayo kama hauna roho hauwezi ukaielewa. Ni siri kubwa sana ya utauwa. Hebu soma Timotheo wa kwanza 3:16. Anasema bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulika kuwa na haki katika roho. Na akajulika kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Naye akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Na akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Na akaaminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Asante mwalimu. Kwa hivyo tumeona kwamba Mungu anadhihirishwa katika nini? Katika mwili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ili mpango wa ukombozi utendeke vizuri, Mwenyezi Mungu angeshuka hapa duniani na utukufu wake. Kristo angeshuka ulimwenguni na utukufu wake, ama neno alingeshuka ulimwenguni na utukufu wake. Ilimgharimu kuficha utukufu wake na kuchukua namna ya mtumwa na kukuja kumkomboa mwanadamu. Na ndio maana kitabu cha Roho ya Unabii kinatueleza kwamba divinity and humanity combined together. Yani uungu na ubinadamu wa Kristo kukusanyika pamoja inaweza ikamsaidia mwanadamu kukombolewa katika udhaifu wake wote na unyonge wake wote wa kibinadamu. Bwana asifiwe. Amina. Na ndio maana tunaona kwamba leo hii Kristo anatupatia mfano bora ya kwamba sisi pia ambao tuko na unyonge na udhaifu tuna uwezo wa kushinda dhambi, kwa sababu Kristo ametupatia kielelezo bora ya kwamba kuna uwezekano wa mwanadamu ambaye ana mwili kujazwa roho na kupatiwa ushindi dhidi ya dhambi. Na hiyo itakuja kama nasi pia
tutaweza kulisoma neno la Mwenyezi Mungu. It will only come when we shall also be partakers of divine nature, having escaped the corruption of this world through lust. Hivyo ndivyo tunavalishwa nasi pia uungu. Tunavalishwa uungu wa Kristo kwa njia hiyo. Na ndio maana sasa leo huyu neno amekaa katika mkono wa kuume wa Baba, ambaye sasa leo hivi ana mfano wa kibinadamu pale katika kiti cha enzi. Bado Kristo ana mfano wa mwili wa kibinadamu na ana utukufu pale katika kiti chake cha enzi. Hebu soma katika kitabu ya Waibrania 2:14. Waibrania 2 mstari wake ni wa 14, msomaji. Linasema. Inasemaje? Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Waibrania 2:14. Endelea kusoma, inasema yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Yesu pia vivyo hivyo akashiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hivyo tunakuta kwamba Kristo anaingia katika ubinadamu ili kwamba aweze kukua mkombozi. Katika mpango wa ukombozi, angalia, Yesu Kristo anaitwa mwana kondoo. Tena Yesu Kristo anatambulika kama mfalme wa wafalme. Tena Yesu Kristo anatambulika kama kuhani mkuu. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuwa pale hivyo msalabani, angalia, nataka kusema kitu ambao ni point ya kipekee. Yesu alipokuwa pale msalabani, ni ubinadamu ama ni uungu ulikufa? Ni ubinadamu ama ni uungu? Ni ubinadamu ulikufa. Uungu wa Mungu haukufi. Ni ubinadamu ulikufa. Yesu anapoenda pale katika kaburi ya Lazaro, Biblia inasema kwamba Yesu akalia. Baada ya kulia, akaambia watu watulie, akainua mkono juu akaomba, akasema kwamba Baba, ninajua kwamba wewe unanisikiliza. Akamwita Lazaro na akatoka. Katika ubinadamu wa Kristo, Kristo alilia. Lakini katika uungu wa Kristo, Yesu Kristo anamfufua Lazaro, kwa sababu uungu na ubinadamu umekuja pamoja. Bwana sifiwe. Amina. Kwa hivyo Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa Mungu katika ufiche wake wa kibinadamu, naye alikuwa ni neno na alikuwa na mwanzo wake. Na hata Yesu akiwa hapa duniani tunaambia kwamba aliwahi abudiwa kama Mungu na hakuwahi kataa. Hebu soma katika kitabu ya Mathayo 14. Mathayo 14 aya yake ya 33. Yesu aliabudiwa hapa duniani. Linasema. Inasemaje? Nao walikuwamo ndani ya chombo. Nao walikuwamo pale ndani ya chombo. Wakamsujudia. Maana ya kusujudu ni ibada. Yesu Kristo akasujudiwa. Naam. Wakisema. Naam. Hakika wewe u mwana wa Mungu. Wakasema kwamba hakika wewe Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo katika uungu wake alisujudiwa. Angalia, kuna mitume walijaribu kusujudia malaika wakakataa. Katika kitabu ya Ufunuo 19 aya yake 10. Tunaambiwa kwamba malaika anakataa asisujudiwe kwa sababu ni Mungu peke yake anafaa kuabudiwa. Kwa hivyo Yesu Kristo ambaye ni neno alikaa katikati yetu na akapokea ibada na hakupinga ibada. Endelea. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Nami huyu ni Yohana anasema kwamba akaanguka mbele ya miguu yake ili amsujudie. Akaniambia, Angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu nini? Ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu Kristo ndio roho ya unabii. Kwa hivyo tunaona kwamba malaika anamwambia Yohana, usiniabudu mimi, muabudu Mwenyezi Mungu. Usiniabudu mimi, muabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wapendwa, Yesu Kristo anaabudiwa hapa duniani na hakupinga ibada. Yesu Kristo anasamehe dhambi kwa sababu ni Mungu peke yake anaweza akasamehe dhambi. Hebu soma katika kitabu ya Luka 5:21.
Yesu kwa sababu alikuwa ni Mungu, kwa sababu alikuwa na uungu, alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi. 5:21 kitabu ni ya Luka. Linasema. Inasema nini? Basi naam, wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu anasamehe dhambi kwa sababu ni Mungu peke yake ndiye anaweza kusamehe dhambi. Na kama tungekuwa na mkombozi ambaye ana uungu, basi ukombozi wa mwanadamu haungetekelezwa. Only a divine savior can save us from sin. Without divinity, hakuna vile mwanadamu angeokolewa katika dhambi na matatizo ya shida za dunia hii. Na ndio maana Yesu amesema kwamba all power is given unto me in heaven and in earth. Yesu anasema kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na hata hapa duniani. Kwa hivyo Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ana mamlaka na ana uwezo wa kusamehe dhambi. Leo hii watu wengi wamekataa uungu wa Kristo. Watu wengi wamesema kwamba Yesu si Mungu, Yesu ni mwana. Lakini unasikia Biblia inasema kwamba Baba anamuita Yesu Mungu. Waebrania 1:8. Kitabu ni Waebrania 1 mstari wake ni wa 8. Hebu tuanze kusoma habari zake kuanzia 5 alafu mwalimu tusome mpaka 8. 5 nasema. Inasema kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Angalia, Mungu anasema mimi leo nimekuzaa. Endelea. Na tena mimi nitakuwa kwako baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Angalia, Mungu anapeana amri kwamba malaika wote wamsujudu Kristo. Kwa nini? Endelea. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo, na watumishi wake kuwa miale ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema. Sasa huyu ni baba anaongea na anazungumzia kuhusu habari za mwana. Anasema nini? Kiti chako cha enzi, Mungu. Angalia, baba anamuita Yesu Mungu. Anasema kwamba Yesu ni Mungu. Endelea. Kiti chako cha enzi Mungu. Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hivyo baba anamtambua Kristo kama Mungu. Kwa hivyo neno yule ambaye alifanyika mwili ni Mungu, naye amekaa katikati yetu. Na unajua Yesu Kristo pia anasema na kinywa chake kwamba yeye ni Mungu. Kwa Biblia Yesu anatuambia katika Ufunuo 1:6 ya kwamba mimi ni Mungu. Hebu soma Ufunuo wa Yohana 1:6. Inasema na kutufanya kuwa ufalme, na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Hiyo ni Ufunuo 1. Hiyo ni Ufunuo 1:6. Endelea. Naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Endelea mstari wa 7. Tazama yuaja na mawingu. Biblia inasema kwamba tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Twende katika 21, Ufunuo 21 mstari wake ni wa 6. Mwalimu, Yesu anasema kwamba yeye ndiye mwanzo tena mwisho. 1:6 na 7. Kunradhi. Linasema. Inasema nini? Akaniambia.
Haya, hapo ndio kwenye pointi yangu. Akaniambia, imekwisha kuwa. Imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega. Yesu anasema kwamba mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu, naam, ya chemichemi ya maji ya uzima, naam, bure. 7 yasema yeye ashindaye. Yesu anasema hivi, yeye anayeshinda atayarithi haya. Yesu anasema kwamba atayarithi hayo, nami nitakuwa Mungu wake. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba yeye ni Mungu, atakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu ni Mungu, na uungu wa Kristo umedhihirika ndani ya Biblia kwa sababu ya mambo yote ambayo aliyofanya. Unaposoma vitabu vya Roho Nabii, tunaambiwa kwamba alipokuwa pale msalabani alikuwa na uwezo wa kujingatua na kutoka pale msalabani. Alikuwa na uwezo wa kujikomboa, lakini kwa sababu ya ukombozi alijinyenyekeza katika utiifu, hata katika utiifu wa msalaba, wa kifo cha msalaba. Kwa hivyo Kristo Yesu ni Mungu. Hebu tuende katika kitabu ya Yuda. Waraka wa Yuda, msomaji. Waraka ni wa Yuda. Uungu wa Kristo ambaye ni neno linadhihirika. Yuda 24, soma 24 na 25. Yeye awezaye kuwalinda ninyi, naam, msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. 25. Yeye aliye Mungu pekee. Yesu Kristo anatajwa kwamba ndiye Mungu pekee, mwokozi wetu na ni mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo Kristo ambaye ni neno anatajwa kuwa Mungu mkuu na mwokozi. Utukufu una yeye, naam, na ukuu na uwezo, na ukuu na uwezo, na nguvu tangu milele hata na sasa, naam, na hata milele. Amina. Asante. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu neno ambaye ameshuka na kukaa ndani yetu na kukaa miongoni mwetu ana uwezo, kwa sababu yeye ni mkombozi. Ana uwezo kwa sababu yeye ndiye amepatiwa mamlaka yote ya kuweza kutekeleza mpango wa ukombozi. Kwa hivyo tunapolisoma neno la Mwenyezi Mungu, wapendwa, tunakutana na yeye ambaye ndiye Mungu wetu na anaitwa Mungu mkuu. Tito 2:13. Tito 2:13. Yesu ambaye ni neno anatambuliwa kuwa Mungu wetu mkuu. Linasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Naam. Mungu mkuu. Utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hivyo manabii na mitume pia walimtabiri kwamba Kristo ataitwa Mungu mkuu na atakuwa ni baba wetu wa milele na atakuwa neno na ataingia katika hali ya kushikamana na ubinadamu na kuweza kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo wapendwa, tunapozidi kujikita katika neno la Mwenyezi Mungu, tuweze kuelewa kwamba hili neno linamzungumzia yule ambaye ni Mungu mkuu, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu, ambaye alitukomboa pale msalabani. Mwalimu, nikileta katika hitimisho. Ndio. Katika kitabu ya Mathayo 1:20 na Mathayo 1:23 inatabiriwa na nabii Isaya katika Isaya 9. Inasema tazama, bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Nao watamuita jina lake Imanueli. Naye ataitwa jina lake Imanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Yaani tunaambia kwamba huyu Imanueli anaitwa Mungu pamoja nasi. Yaani katika mpango wa ukombozi wa mwanadamu, Mwenyezi Mungu alipanga kwamba akae pamoja nasi kupitia kwa neno lake, na hilo neno leo tunalo na tumeandikiwa hilo neno. Kwa hivyo kesho tutaweza kuendelea mahali ambapo tunapachia leo, na tuweze kuelewa jambo moja pendo ninapotamatisha, kwamba
hili neno la Mwenyezi Mungu, jana tulisema kwamba ni pumzi ya Mwenyezi Mungu. Na kesho mwalimu, nataka tujenge hoja hapa. Ndio mwalimu. Kesho nataka tuweze kujengea hoja hapa katika kitabu ni ya Petro wa pili 1:19. Neno hili lilikuja vipi? 1:19 Petro. Inasema nini? Nasi tuna lile neno la unabii. Tunaambiwa kwamba nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo ni imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Tunapoliangalia hili neno kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema. Tunafanya vyema. Mwafanya vema. Naam. Mpaka kutakapopambazuka. Naam. Na nyota ya utukufu kuzuka mioyoni mwetu. Amina. Kwa hivyo tunaona kwamba hili neno la Mwenyezi Mungu ni neno la unabii ambalo ni imara. Unaposoma mstari wa 20 na 21, anamaliza kusema vipi? Mkijua neno hili kwanza. Tunaambiwa ya kwamba tukijua hili neno kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko. Hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Naam. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wapendwa, angalia neno la Mwenyezi Mungu tulilipata vipi? Kuna manabii na mitume walijazwa na Roho Mtakatifu, wakavuviwa Roho na wakaandika habari ya yeye ambaye ni Mungu mkuu, ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo ni kwamba Yesu Kristo ni neno, naye neno huyo ni Mungu katika nafsi ya utatu. Kristo ni mkombozi, ni neno, naye pia ni Mungu. Mungu aweze kuwabariki. Amina. Tusimame tuweze kupata ombi. Tusimame tuinuke tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunapozidi kujifundisha miguuni pako, tunaomba kwamba ukawe pamoja nasi. Utushikilie, utuongoze, utuelekeze, utujaze na Roho Mtakatifu. Tumetambua ya kwamba wewe Mungu ni neno, na katika mpango wa ukombozi ulijishusha na ukachukua nafsi ya kibinadamu na ukakaa miongoni mwetu, na ikatabiriwa kwamba utaitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Hivyo basi tunapolisoma neno lako Mungu, tunapata kukuelewa, tunapata kujua sura yako katika ukombozi. Tembea pamoja nasi, zidi kutufundisha na kutuelimisha, na tuweze kujipendekeza katika hali ya kukuelewa zaidi. Mwenyezi Mungu, tunaomba kwamba utusamehe mahali ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako. Roho wako azidi kutushikilia, na Mwenyezi Mungu zidi kutukumbusha ya kwamba wewe ndiye mkate wa uzima. Tunaomba kwa imani na tunashukuru kwa wokovu ambao ulitutimizia, na ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Kisa cha wale wako makumi wanaponywa na Yesu, waliotiza walionana pasipo na kushukuru, ijapokuwa waliponywa lakini
sifa zake Mwokozi, tutakapoingia tutaimba wimbo wa shangwe kuu, tutaimba sifa zake Mwokozi, tutakapoingia